Inaeleza utetezi in advance wa jeshi la polisi kwamba huyu mtu aliyeokotwa alikuwa na POP. Kwa hiyo kwa sababu alikuwa na POP, polisi wanasema alikuwa na majeraha ya muda mrefu. Kwa hiyo ni kama wanataka kujikosha kwamba ule mwili uliookotwa wao hawahusiki nao kwa sababu unahusu majeraha ya muda mrefu. Hii taarifa inaacha maswali given maelezo ya Kirita ambaye ametoa ushuhuda hapa kwamba jana aliteswa na alitakiwa afanywe vitendo viovu sana, alafu akapelekwa Coco Beach. Kama kuna mtu jana alipelekwa Coco Beach akiwa hai, hii inaacha maswali kwamba inawezekana vile vile circumstantial huyo marehemu aliyeokotwa Coco Beach jana ana uhusiano na tukio la jana. Pili, circumstantial, jeshi la polisi katika taarifa yake inasema kwamba mtu ameokotwa Coco Beach, ila linasema halijampeleka mochwari ya Mwananyamala kwa sababu mochwari imejaa. Waka drive all the way, wakaacha Muhimbili ambao ni hospitali kubwa zaidi, wakaenda kupeleka kwenye hospitali ya jeshi la polisi Kilwa Road, kwenye hospitali ya jeshi la polisi huo mwili. Hiyo inaleta maswali vile vile kwamba kupeleka mwili kwenye hospitali ya jeshi la polisi, mwili ambao umepatikana katika hali ya utata kama huo, inaleta maswali ya ziada. Mimi nina uzoefu kwenye tukio la mauaji ya Ali Kibao. Kulikuwa na mvutano mkubwa, polisi wakitaka mwili upelekwe hospitali ya Kilwa Road ambapo wanaweza kuwa na control ya uchunguzi wa mwili na mambo mengine kama hayo. Kwa sababu hiyo, nitumie fursa hii kutaka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora na vyombo vinavyohusika na haki na vyombo vinavyohusika na uchunguzi wa vifo vyenye utata kuchunguza kuhusiana na madai ya uwepo wa tukio la mtu kuuawa siku ya jana. Mambo mawili tu ya mwisho. Matukio haya kwa pattern yake, pamoja na kuwa mzigo wote wa lawama unaliendea jeshi la polisi, kwa sababu jeshi la polisi na vyombo vyake ndilo ambalo lilikuwa mstari wa mbele siku ya jana kwenye kamata, kwenye vipigo, kwenye matukio yote. Lakini ukiyatazama kiundani matukio ya jana, kwa vyovyote vile hayakufanywa kwa amri na mamlaka ya jeshi la polisi peke yake. Pattern ya matukio ya jana na ya jana yake, kuanzia namna ambavyo kesi ilitoka katika kuendeshwa kwenye mahakama ya kawaida mpaka kwenda kwenye mahakama ya mtandao, pattern ya matukio ya kamata na vipigo inaonyesha kuna ushiriki wa idara ya usalama wa taifa, inaonyesha kuna ushiriki wa serikali moja kwa moja. Kwa ni waombe wa Tanzania, chuki, hasira, uchungu juu ya haya yote ambayo tumetendewa na wananchi wametendewa na umma umetendewa, hasira zote hizi na chuki zote na uchungu na hatua mbalimbali zielekezwe dhidi ya serikali nzima inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Haiwezekani matukio yakafanyika katika taifa yanayohusu wafuasi, wanachama, viongozi wakuu wa chama kikuu cha upinzani, rais asiwe anafahamu au kuhusika katika hili jambo lote. Kwa hiyo hatua zote vile vile zielekezwe kwenye uwajibikaji wa serikali kwa ujumla wake. Katika tukio la hili la U-turn ambalo naomba na lenyewe nilisemee kwa kauli kidogo. Taarifa zinaonyesha kwamba Hilda Newton yuko kituo cha polisi Central, pamoja na polisi kukanusha kwamba hayupo kituo cha polisi Central, kwa sababu kuna vyanzo viwili vya karibu vya taarifa vya moja kwa moja. Moja, Hilda mwenyewe alizungumza na mmoja wa viongozi wetu akiwa kituo cha polisi Central, wakati huo walikuwa wanataka kumpa taratibu za dhamana. Kwa hiyo inathibitisha kwa kauli yake kwamba yuko kituo cha polisi Central. Pili, yuko mahabusu ambaye alikaa kituo cha polisi Central, ametoka kutokana na matukio ya jana. Mahabusu huyu ambaye walimshikilia kituo cha polisi Central amesema alikuwa pamoja na Hilda Newton kituo cha polisi Central. Kwa hiyo katika hali hiyo
kanusho la polisi kwamba hayuko kituo cha polisi Central itakuwa ni kanusho la uongo. Kwa kuwa alipelekwa kituo cha polisi Central na akaingizwa kituo cha polisi Central, jeshi la polisi kupitia kwa mkuu wa jeshi la polisi lieleze ni sababu zipi zinafanya mpaka sasa Hilda Newton aendelee kushikiliwa na Hilda Newton aachiwe huru mara moja, kama ambavyo watuhumiwa wanaodaiwa kuwa watuhumiwa wa matukio yote ya jana, wengi wao sehemu kubwa mpaka sasa hatuna taarifa zaidi ya Hilda Newton nani mwingine yuko kwenye kituo cha polisi. Ombi langu la mwisho kwa Watanzania, matukio yote haya yanalenga kuzuia no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Matukio ya kukamatwa kwa Lissu, matukio ya Chadema kumabikiziwa kesi mahakamani, matukio ya viongozi kupigwa, matukio ya chama kushambuliwa kushoto na kulia kwa njia mbalimbali, ni mpango wa dola kudhibiti no reform no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika hali hiyo tutakuwa tumeingia kwenye kufanikisha mpango wao kama tukirudi nyuma kwenye no reform no election, na kama tukipata hofu kwa sababu wenzetu wameumizwa. Matukio haya yaendelee kutupa sababu zaidi, kila kesi ya Lissu ikitajwa mahakamani kwenda mahakamani kwa wingi zaidi, lakini wakati huo tukiendelea na mapambano ya no reform no election. Asanteni sana.